neno saburi kivipi? Maana ya neno saburi, maana ya neno saburi, maana yake ni uwezo wa kukubali vitu au mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, mateso, ziki, shida na mambo mengine kama hayo. Saburi maana yake ni uwezo, maana yake ni uwezo wa kukubali vitu hivi au mambo haya: mateso, ziki, shida. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni somo kidogo lakini utanielewa baadaye. Sasa nilikuwa nafundisha somo la majaribu. Watu mchanga mmoja akasema nimesoma ile Yakobo sura ya kwanza, akasema ina kwa ajili ya Mungu. Yaani natakiwa ukubali mateso, sio ndani ya kanisa. Ukubali mateso, ukubali ziki, ukubali shida, lakini kwa ajili ya Mungu. Unaweza ukawa unamtumikia Mungu na vitu hivi vikaja. Unaweza ukawa unamtumikia Mungu na hivi vitu ukaviishi. Na ndio maana ukifundisha hili somo la majaribu halina utofauti na hapa. Majaribu yanaweza yakampata hata mtu ambaye anamcha Mungu kabisa, na ziki inaweza ikampata hata mtu ambaye anamcha Mungu kabisa, na yule ambaye amejitoa kabisa kwa ajili ya kumtumikia Mungu anaweza akapita kwenye hivi vitu. Na jaribu au vitu kama hivi, tuseme jaribu na lenyewe linaweza likaja limebeba pito, na jaribu saa ingine linaweza likaja limebeba roho ya kukataliwa. Umejaribiwa lakini unakataliwa. Lakini jaribu nalo linaweza limebeba mateso, limebeba shida. Kwa hiyo katika mambo haya tunahitaji tuwe na saburi ya kuweza kuvumilia hivi vitu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kusema ni nguvu ambayo Mungu anatupa ya kuweza kustahimilia vitu ambavyo vinaweza vikaja tukiwa ndani ya utumishi, ambavyo vinaweza vikaja ukiwa ndani ya ulokole wako. Hivi vitu na unatakiwa usivikatae, unatakiwa uvipokee kama vilivyo na umwache Mungu atende sawa sawa na kusudi lake. Haleluya kanisa. Amen. Nilikuwa namwombea dada mmoja amekopa milioni 2 na wamechukua nyumba yake kwa milioni 2. Dada yule analia, anasema kweli nyumba yangu ikiondoka hata Yesu wangu atakuwa ametukanwa. Yaani wapagani wamechukua nyumba. Ameokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kutoka kumwombea siku. Sema mtumishi, wapagani wanachukua nyumba yangu na mimi nimemkiri Yesu na nimeokoka. Nyumba yangu ya milioni 30 inataka kuondoka kwa milioni 2. Nimejikuta nimemkabidhi hati ya nyumba bila mimi kujua. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwenye pito kama hili au kwenye mambo kama haya tunasema ni saburi. Kwa hiyo ziki,
shida imenyenyuka kwa yule dada, tabu imenyenyuka kwa yule dada, kwa sababu anamkiri Kristo, kwa sababu anamtumikia Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Wamama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaanza kunielewa sasa. Unaweza ukatumika. Anasema pointi nyingine, anasema hivi, ni uweza wa kukubali, yaani saburi ni uweza wa kukubali, kukubali ukawiaji wa ahadi za Mungu. Hii hapa inasimamia wapi? Kwa mfano sasa, unapita kwenye hii hali ya saburi, alafu unakuwa unamlilia Mungu kila wakati, unaomba, alafu unaona mbingu zimefunga. Unaomba ili utoke kwenye ziki, utoke kwenye shida, utoke kwenye mahangaiko, lakini kila unapoomba mbingu zimefunga. Ametoka mama kusema hapo. Jamaa anaomba kwa ajili ya taifa, amebeba mzigo kwa ajili ya taifa. Sasa inawezekana hata wewe ziko ahadi ambazo Mungu amekuahidia, lakini unaziombea kwa akili ya kibinadamu, unaona kama zimechelewa, unaona kama haziki, unaona kama ni mauzauza, lakini zinakuwa ahadi, zinakaa katika uwepo wa saburi. Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema hivi, ni uweza wa kusubiri, ni uweza wa kusubiri ukawiaji wa ahadi za Mungu, ukawiaji wa ahadi za Mungu. Lakini anasema hivi, na kuacha kukata tamaa katika ahadi ambazo Mungu ametuahidia kama wanadamu. Kwa mfano, ziko ahadi ambazo unaweza ukawa unatumika na Mungu akawa amekuahidi, ziko kibiblia. Maana Mungu anasema anawapenda wanaompenda, lakini anawapenda wanaomtumikia. Sasa katika kumtumikia huku, unaweza ukawa unatumika, lakini ukawa unapita kwenye mapito magumu, kwenye shida, kwenye adha, lakini hizo ni saburi. Ahadi za Mungu kwako ziko pale pale, ahadi ya Mungu kwako iko pale pale, kukutoa sehemu hii kukupeleka sehemu hii. Ahadi ya Mungu ilikuwa ni kuwatoa wana wa Israeli Misri kuwapeleka Kanaani. Japokuwa Moabu, wafalme wa Moabu walitaka kuwazuia wasivuke, lakini ahadi za Mungu ilikuwa ni kufika Kanaani. Kwa hiyo ahadi za Mungu zinaweza zikachelewa au zikawahi. Sasa katika kuchelewa kwake huku, unaweza ukawa unapita kwenye hivi vitu. Haleluya kanisa, haleluya kanisa. Ahadi za Mungu katika kuchelewa, unaweza ukawa unapita katika haya mambo, na wakati unapita katika mateso, na wakati unapita katika ziki, hakikisha hujamwacha Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Inawezekana mama, unatoka kwenye mazoezi, unamkuta baba amefura kama nini. Bwana asifiwe. Haleluya.
Haleluya kanisa. Amefula, anatamani asema usiende tena kesho. Lakini ahadi za Mungu kwamba umtumikie. Tumikie Mungu. Tumikie Mungu. Lakini unaweza ukaona unafanya huduma, unaimba, lakini uchumi ukawa ni shida. Usiache kumtumikia Mungu. Mungu ana ahadi na wewe. Mungu ana ahadi na kanisa. Mungu ana ahadi na kijana yule na binti yule. Ana ahadi na familia ile. Nami ninakuombea kwa Bwana, zile ahadi za Mungu alizowaidia wanadamu kibiblia zikatimie kwako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Lakini zitatimiaje? Kwa saburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14. Kutoka sura ya 14, tuangalie ule mstari wa 11. Sura ya 14 mstari maandiko matakatifu yanasema, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutendea haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili sio tu, anasema neno hili silo tuliokuambia huko Misri, tukisema wache tutumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Mwana kondoo ameshinda. Inajitoa kwenye uwepo. Wanaanza kusikitika. Wanaanza kukumbuka Misri. Kwa nini? Unapopita katika mateso aina yote au ziki aina yote au shida aina yote kwa ajili ya Mungu. Halo? Unapopita kwenye mateso, kwenye ziki, kwenye adha kwa ajili ya Mungu, usikumbuke kule nyuma. Usikumbuke nyuma ulikotoka. Kumbuka unapokwenda. Angalia unapokwenda. Sasa watu wana wa Israeli wanakumbuka walikokuwa, wanasema japokuwa tulikuwa tunatumikishwa, ni afadhali tukakaa utumwani kule kuliko kuja kufa. Sikiliza, kwa Yesu Kristo hakuna kufa. Kwa Yesu Kristo kuna uzima wa milele. Hata kama unapita kwenye ziki, kwenye shida, kwenye adha, lakini tambua kwamba ahadi za Mungu katika wanadamu ambao wamemkiri Kristo kuna uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa unaimba hapa, watu wanaona kama umechoka, umekata tamaa, lakini wewe angalia uzima wa milele, kwa sababu umekubali kukaa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa kuna uzima wa milele. Nje ya kanisa kuna uzima, kuna kifo. Hawa watu wanataka warudi kule Misri, na ndio maana sasa kwenye fafanuzi kwamba anasema hata kama utakuwa unapita kwenye mambo hayo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Wewe binti ambaye unamwimbia Mungu kanisani, hujapata mchumba wa kukuoa, usikate tamaa. Yuko kwako, atakuja. Sasa kuna watu wanasema nimefikisha na miaka 35.
hakuna kuwahi wala kuchelewa. Mwingine akasema bora nizae. Sasa miaka 35 imefika, bora nizae. Unazaa kinyume na utaratibu. Subiri, endelea kumtumikia Mungu, endelea kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Mungu atamleta wa kwako. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Wewe mama ambaye umekubali kutumika ndani ya kanisa, umekubali kutumika ndani ya kanisa kwenye umoja wa kina mama, tumika. Hata kama kuna vitu unakutana navyo, unapita navyo, tumika. Ndio hizo ndio flavor za wokovu. Wokovu sio tambalale. Yule bwana akasema eti kwa yule Msukuma yule anasema kwa Yesu hakuna mlima, hakuna kujigonga kwenye visiki. Sijui alitafsiri vipi. Sijui alitafsiri vipi. Biblia ni kichaka. Kwa Yesu kuna milima, kuna mabonde, kuna mashimo. Ila unatakiwa ukiingia kwenye shimo unatakiwa utoke. Ukipanda mlima, ule mlima unatakiwa upande, na pale juu ukimaliza ule mlima ukute tambalale na uweke hema pale na maisha mengine yaendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yesu wakati mwingine unaweza wanajipanga kukuzamisha kwenye matope, lakini Biblia inasema kwenye Isaya, japokuwa mtapita kwenye maji mengi, maji hayatawagarikisha. Mkipita kwenye moto, moto utawateketeza. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Tunavuka mahala kwenye uwezo wa Mungu, si kwa akili zetu, si kwa akili ya askofu, ya mchungaji. Kwa uwezo wa Mungu tunavuka, si kwa uwezo wa mwinjilisti, ni mtu, si kwa uwezo wa mtume au nabii, ni watu. Kwa uwezo wa Mungu anasema japopita kwenye maji mengi, maji hayatawagarikisha. Kwenye moto, moto hautawateketeza. Kwa hiyo hata kama kuna vitu unakutana navyo kama hivi tulivyovitaja hapa, lakini tambua ya kwamba hivyo vitu vitaisha na yatakuja maisha mengine mapya, na unaweza ukasahau. Tunapomsha Bwana Yesu huwa vya nyuma huko, tukishashuhudia madhabahuni, vya nyuma huko hatuvikumbuki. Ukitaka uende mbele, usikumbuke ya nyuma, sahau ya nyuma, angalia ya mbele. Wana wa Israeli hao walikuwa wanakumbuka nyuma. Tumbona tukae Misri, wamekata tamaa. Kwa nini? Wanapita jangwani, wanaitafuta Kanaani, hawaioni. Sasa inawezekana hata wewe unapita kwenye hizo staili. Usimwache Yesu. Kuwa mwaminifu mbele za Bwana, na Bwana hatakuacha hata mara moja. Kuwa mwaminifu kwenye madhabahu ya Bwana, tumika kwa uaminifu na madhabahu ya Bwana itakupigania. Madhabahu ni ya Mungu, na hapa yupo kuhani wa Mungu kamweka hapa, na vitu vinavyotendeka hapa ni vitu vya Mungu mwenyewe aliye hai. Ibada inayofanyika hapa ni ibada ya Mungu aliye hai. Sadaka zinazotolewa hapa, Mungu aliye hai anapokea. Bwana asifiwe. Na akipokea sadaka zinakufungua, na ukija ukilia machozi hapa kwenye madhabahu, madhabahu inasikia, na madhabahu ina masikio, madhabahu ina kinywa, inatamka. Sijaja kufundisha somo la madhabahu, lakini madhabahu inatamka, ina kinywa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Madhabahu ina kinywa cha kutamka. Hivi hujaelewa kama inatamka? Hivi hujaelewa kama inatamka? Madhabahu kinatamka, kiti cha madhabahu kinatamka neno, nafasi ya madhabahu inatamka neno. Madhabahu ya Mungu
aliye hai ina mamlaka ya kukutamkia neno, na ikitamka neno kwa ajili yako na inakuwa. Sasa kama mchungaji anasemaga pokeeni baraka za Bwana, wewe umefunga mdomo wako na nyamaza kimya, shauri yako. Pokeeni baraka za Bwana, sema amina, maana yake na iwe. Sasa wengi wananyamazaga kimya, ina kinywa madhabahu, ina masikio, unavyolia hapo inasikia. Ukilia kwa ajili ya shida inasikia, ukilia kwa ajili ya ziki inasikia, ukilia kwa ajili ya mateso unayopitia inasikia madhabahu, na madhabahu ndio inajibu yale uliyoyaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu angalia kile kitabu cha Yoshua ile sura ya 18, Yoshua sura ya 18, Yoshua 18, Yoshua sura ya 18. Tuangalie ule mstari wa kwanza, tusome mistari hii tuangalie anasema. Kisha makutano asema, kisha mkutano mzima wa wana wa Israeli walikutana pamoja hapo Shilo, wakasimamisha hema ya kukutania huko, nayo nchi ilikuwa imeshindwa mbele zao. Mstari wa pili anasema zilisalia katika na Waisraeli kabila 7 ambazo hawajagawiwa bado. Yoshua akawauliza wana wa Israeli, akasema, Yoshua anawauliza hata lini watakuwa walegevu? Bwana asifiwe. Yoshua anauliza hata lini mtakuwa walegevu? Anawauliza ndugu zake, analiuliza kundi, ili waweze kuendea hiyo nchi, waweze kupata ule urithi, wanatakiwa wasiwe walegevu. Na ndio maana hapa sasa, hata kama unapita kwenye mateso katika Bwana, unatakiwa usiwe mlegevu. Hata kama unapita katika ziki katika Bwana, unatakiwa usiwe mlegevu. Hata kama unapita katika shida, lakini uko katika Bwana, unatakiwa usiwe mlegevu. Haleluya kanisa. Sasa hawa watu walikuwa wameingiwa na roho ya hofu na ulegevu juu, na ukilegea katika imani katika Kristo, shetani lazima kushughulikie tu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Nasema hivi, hata kama utakuwa unateseka kwa ajili ya Mungu, acha kulegea. Hata kama utakuwa unapita kwenye ziki kwa ajili ya Mungu, acha kulegea. Hata kama utakuwa unapita kwenye shida kwa ajili ya Mungu, acha ulegevu, acha. Ukilegea tu tayari wanasema tumempata, na wakipiga mashambulizi wanapiga kikweli kweli. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa la Mungu. Kwa hiyo usiwe mtu wa kukata tamaa. Uko ndani ya kanisa, ndani ya kanisa ndio mpango mzima. Unamtumikia Mungu, kumtumikia Mungu ndio mpango mzima. Usiwe mtu wa kukata tamaa na kujidharau na kujikataa. Tuangalie pointi nyingine. Anasema hivi, unapokuwa katika sabuni
usipoteze imani yako katika Kristo. Unapokuwa katika saburi, usipoteze imani yako katika Kristo. Anasema na tumaini lako usilipoteze kwa Mungu. Usipoteze imani yako katika Mungu, lakini usipoteze na tumaini lako kutoka kwa Mungu. Anasema kumbuka ahadi za Mungu, kumbuka ahadi za Mungu wetu kwetu, kumbuka ahadi za Mungu wetu kwake ni kubwa mno na zina thamani sana kwake, zina thamani sana kwake na kwako pia. Ahadi za Mungu kwetu na kwake zina thamani. Kwa hiyo unapokuwa unapita katika saburi, usipoteze imani yako. Wengine wanamwacha Mungu, wengine wanamkataa Mungu, wengine wanamkimbia Mungu kabisa, wanasema sitaki tena hata kwenda kanisani. Sasa hata ninapokwenda kanisani, hata ninapomwimbia Mungu, hata ninapotoa sadaka, kuna mama mmoja anasema mimi nimetoa sana na sadaka, nimechoka baba. Anapita kwenye sadaka. Usipoteze imani yako katika Kristo, lakini na tumaini lako lisitoke kwa Mungu. Mwelekee Mungu, mtazame Mungu, mkimbilie Mungu kila wakati, sema na Mungu kila wakati. Na Mungu kuna vitu atavifanya kwa sababu ameahidi, kwa sababu ameahidi. Na ahadi za Mungu ni kweli. Ahadi za Mungu ni za kweli, ahadi za wanadamu hazina ukweli. Lakini Mungu akikuahidi, basi Mungu akikuahidi, yeye ataitimiza hiyo ahadi. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Hebu angalia kile kitabu cha Zaburi ile sura ya 125. Zaburi ile sura ya 125. Zaburi sura ya 125. Zaburi ile sura ya 125. Some ule mstari. Some ule mstari wa kwanza. Andiko matakatifu yanasema, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba hapa unapopita kwenye saburi, unapokuwa kwenye saburi, usipoteze tumaini lako kwa Bwana. Endelea kumtazama Mungu, endelea kumtumaini Mungu, endelea kumsogelea Mungu, na Mungu kuna vitu atavifanya. Bwana asifiwe sana. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Lakini anasema unapokuwa unamtumaini Mungu, imani inakwenda na matumaini. Nje ya tumaini, imani unakuwa umeiacha. Imani katika Kristo inakwenda na matumaini. Yale ambayo wewe unaona katika hali ya kibinadamu yameshindikana kabisa, haiwezekani, lakini kwa uwezo wa Bwana, lakini kwa kuendelea kwa kumtumaini Mungu, na Bwana akafanya jambo jipya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Lakini ile Zaburi ya 121, Zaburi ya 121, maandiko matakatifu yanasema hivi. 121 Zaburi ya 121
Maandiko matakatifu yanasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Anasema msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo unapokuwa katika saburi, endelea kuinua macho mbele za Bwana. Kwa nini unainua macho mbele za Bwana? Kwa sababu Mungu ameifanya mbingu na nchi. Bwana asifiwe. Hakuna mwanadamu anaweza kuinyanyua nchi. Hakuna mwanadamu anaweza kutandika ardhi. Ni Mungu peke yake amezifanya mbingu na nchi kwa mkono wake, kwa uwezo wake. Kwa hiyo hata kama uko kwenye saburi, unapomtazama Mungu, Mungu naye anakutoa kwenye hayo maeneo. Bwana asifiwe sana kanisa. Pointi nyingine anasema, kwa nini tunahitaji saburi? Kwa nini tunahitaji saburi? Tunahitaji saburi ili tufanye mapenzi ya Mungu. Tunahitaji saburi ili tufanye mapenzi ya Mungu. Na tukifanya mapenzi ya Mungu tunapata ahadi za Mungu. Tunapofanya mapenzi ya Mungu tunapata ahadi za Mungu, kwani ndani ya ahadi za Mungu zimo baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya ahadi za Mungu zimo baraka za Mungu. Sasa iko hivi, baraka za Mungu hazijagi kilaini. Bwana asifiwe. Baraka za Mungu haziji kilaini. Ili zije baraka za Mungu lazima uwe na saburi, lakini lazima utimize mapenzi ya Mungu. Na ukitimiza mapenzi ya Mungu ndipo zinapatikana nini? Baraka. Baraka maana yake nini? Ni nguvu za Mungu za kukupa. Bwana asifiwe. Baraka ni nguvu za Mungu za kukupa kitu fulani. Baraka za Mungu ni nguvu za Mungu za kukupa utajiri, zinakuwepo. Ziko nguvu za Mungu za kukupa ndoa, ziko nguvu za Mungu za kukupa watoto, ziko nguvu za Mungu za kukupa kazi, ziko nguvu za Mungu za kukupa huduma, kumtumikia Mungu. Zipo. Haleluya kanisa. Ziko nguvu za Mungu za kukuinua kutoka chini kuja kupandishwa juu kwa kiwango cha kimbingu. Kwa hiyo ili upate baraka za Mungu lazima utimize mapenzi ya Mungu, lakini lazima ukae kwenye saburi. Haleluya kanisa. Sasa watu wanapendaga mseleleko. Mtumishi, tunaenda kuseleleka, mseleleko. Ili baraka za Mungu zije, zingine zinaweza zikaja na hivi vitu. Cheki Ibrahimu, ngoja tuangalie Ibrahimu. Kitabu cha Mwanzo. Andika Mwanzo ile sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12. Mwanzo
12 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, wende mpaka nchi nitakayoonyesha. Mstari wa pili anasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kama Biblia kwako kijia mstari hiyo ni ahadi Mungu anamwahidi Ibrahimu, atamfanya kuwa taifa kubwa. Anasema na kulibariki na kukubariki. Kitu cha pili tu, atambariki, anamwahidi atambariki. Alafu anasema na kulikuza jina lako. Hiyo ni kitu cha tatu, kulikuza jina. Anasema na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Yaani Ibrahim anaambiwa na Mungu atakuwa baraka, yeye kama yeye. Bwana asifiwe sana. Anasema nami nitakubariki, nami nitawabariki wakubarikio, naye akulanie nitamlani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Anasema basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Cheki hapa, Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Alikuwa na miaka mingapi? 75. Alikuwa na miaka 75. Mungu anasema na Abraham, Mungu akiachilia ahadi zake haangalii umri. Mungu akiahidi haangalii umri, kwamba una miaka kadhaa umestaafu sijua. Hapa Mungu anamwahidi Abraham, na hizi ahadi Abraham anazipata, anaambiwa na Mungu kwa sababu alianza kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwanza Mungu alimwambia toka kwenu, akamsikia Mungu na akatoka kweli, akukaa. Kuna watu wanaambiwa toka kwenu, hawataki. Acha miungu, hawataki. Acha uchawi, hawataki. Acha uzinzi, hawataki. Acha ulevi, hawataki. Sasa tegemea kwamba kama hautaacha hivi vitu, ina maana utimizi mapenzi ya Mungu. Na kama utimizi mapenzi ya Mungu, ahadi za Mungu kwako sahau, baraka za Mungu kwako sahau. Abraham aliambiwa toka kwenu, akatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona unaanza kunielewa sasa. Unaanza kunielewa. Yaani kuna watu yuko ndani ya kanisa lakini hajatoka kwao. Kuna watu wako ndani ya kanisa lakini hawajatoka kwenye nchi zao. Kanisa ni taifa la Mungu. Halo? Kanisa ni taifa la Mungu. Sasa toka Misri, toka Ukaldayo, na ili utoke Ukaldayo lazima utapita kwenye saburi. Ili utoke
akiwa na baba yake. Alipofika Harani pale, baba yake akawa anaendeleza biashara ya miungu. Mungu akamalizana naye pale Harani, na alipomalizana na Abraham pale na Mungu pale na mzee Tera, Mungu, Biblia inasema alimtoa Abraham na Rutu ndugu yake, wakaenda mbele ya safari. Walipofika mbele ya safari, wakamalizana na Rutu pia. Rutu akaenda huko na alafu kilichotokea kwa Rutu, kilitokea nini kwa Rutu? Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kwenye nchi aliyokuwa anaishi Rutu kilitokea nini? Waliunguzwa, waligarikishwa kwa moto, si ndio? Na ndivyo hivyo sasa, hata wewe unatengwa hivi. Na ndio maana hata leo umekuja kukesha, na ndio maana hata leo unamwimbia Mungu kwa kumaanisha, kwa sababu umetengwa. Umetengwa ili ufanyeje? Utimize mapenzi ya Mungu. Lakini ndani ya mapenzi ya Mungu ziko ahadi za Mungu, lakini ndani ya ahadi za Mungu ili upokee baraka za Mungu za kimbingu. Nami nakuombea kwa Bwana, zile baraka za kiagano za kimbingu zinazotoka kwenye madhabahu ya Mungu, na ukazipokee katika jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu umetulia kwenye sala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Acha mauzauza, acha tulia kwa Mungu. Yaani unaweza ukaona kama Mungu hafanyi vile, lakini kumbe anakupiga, na kuna maana anakutoa, na kuna kitu unaenda kupokea kabisa. Mimi mpaka nasimama kuombea watu, na watu unasikia kabisa, unasema ni umeniombea, nimesikia kupokea. Miaka 14. Bwana asifiwe. Miaka 14 ninapita kwenye makolombo, ninapita piga. Wewe ushawahi kupigwa? Sijawahi sikia. Shapigwa kwa sababu ya Yesu. Shasikiaga. Yaani natakiwa nikaendeshe semina. Alafu semina kesho. Leo nachukua mdundo, pigwa vibaya. Kwa nini? Nimeingia sehemu, nimechoma madhabahu za watu, nimekuta matunguli, nikakusanya yote, nikapiga moto, ile vita ya madhabahu ikatoka rohoni ikaja mwilini, watu wakaja na mapanga, fyeka miwa pale nyumbani, kata kabisa. Sasa bahati nzuri nilikuwa nimeenda kuonyesha ibada ya msiba, ningekutwa pale nyumbani, yale mapanga ingekuwa saizi yangu. Lakini ndani ya miaka 14 pita kwenye mambo gumu. Elfu 10 nilikuwa naiangalizia huko. Yaani unaona watu wanapiga mgao huko 10,000. Lakini mwingine anasema Mungu, sasa huko nimekuja kutafuta nini? Nami nakuombea kwa Mungu, hata kama kuna vitu unavipitia kama hivyo, vitaishi. Leo tutafanya maombi hapa. Kuna madeni yanakusumbua, yataondoka. Mungu atakuonyesha mpenyo. Biblia inayosoma inasema hivi, hutakopa bali utakopesha. Kanuni ya Mkristo ni kukopesha, sio kukopakopa. Soma vizuri maandiko. Wewe Kristo unaokopakopa, ache hiyo. Vezuka unakuta na kanisa nasema tutajenga kanisa, tutakopa mkopo benki. Nini? Jenga kanisa kwa mkopo wa benki. Mimi nashangaa kabisa mtumishi. Yaani watu wanatoka rohoni wanaingia mwilini. Maandiko yanasema hivi, hutakopa
waonyeshe fursa. Inawezekana ule mkopo unakufanya hata usimtumikie Mungu kwa uaminifu, unakufanya usimtumikie Mungu kwa weledi, kwa sababu ya mkopo. Umegeuka tanzi, umekuwa ni shida kwenye maisha yako.